Hospitali ya Rufaa ya Kanda ya Mbeya imefanya uzinduzi wa ufunguzi wa huduma za chumba cha upasuaji wa watoto baada ya kufanywa maboresho makubwa ya muonekano na kuweka vifaa tiba vya kisasa. Maboresho hayo yamefanyika kwa ushirikiano wa shirika la kimataifa la Smile Training kutoka Marekani linaloratibu matibabu ya mdomo wazi na shirika la Kids Operating Room kutoka nchini Scotland linalojitolea kuboresha huduma za afya ya watoto kupitia uwekezaji kwenye miundombinu ya upasuaji. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, mgeni rasmi kaimu mkurugenzi Dr. Uwesu Mchepange amewashukuru wafadhili hao kwa msaada wao na kueleza namna maboresho hayo yatakavyoongeza ufanisi wa utoaji huduma za upasuaji kwa watoto, pia yalivyounda mazingira rafiki na kufurahisha kwa watoto wanaohitaji huduma za upasuaji yatakayosaidia kupunguza hofu na wasiwasi kwa watoto hao kabla na baada ya upasuaji. Kama juhudi za serikali kuboresha huduma za afya kwa ujumla, kwa hiyo serikali kwa kushirikiana na wadau wanaoitwa Smile Train wamefanya maboresho haya makubwa kabisa katika vyumba hivi vya upasuaji kwa ajili ya huduma za watoto. Vyumba hivi sasa viko rafiki kwa ajili ya kutoa upasuaji kwa watoto, kwa maana ya mazingira yake kuwa rafiki, lakini pia hata kuwekewa vifaa vya kisasa kabisa kwa ajili ya upasuaji huo wa watoto. Ni sehemu ya maboresho makubwa kabisa ya huduma za afya ambayo serikali yetu inayafanya. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuishukuru sana serikali yetu ya awamu ya 6 inayoongozwa na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia na wadau mbalimbali ambao wameshirikiana na sisi katika maboresho haya. Kwa hiyo pia nitoe wito kwa Watanzania wenzangu, kama tuna watoto majumbani kwetu au katika maeneo mengine yoyote ambayo tunayafahamu ambao wana changamoto hii ya midomo wazi, basi wawalete katika hospitali yetu hii ya Rufaa ya Kanda Mbeya kwa ajili ya kupatiwa huduma hizi za upasuaji wa midomo wazi, lakini upasuaji mwingine pia wa watoto, changamoto mbalimbali za upasuaji wa watoto. Vyumba hivi vya upasuaji vitakuwa vinatumika kwa ajili hiyo. Kwa upande wake, Veronica Kimwela, msimamizi wa miradi ya Smile Training Tanzania, na Jen Pekson, mratibu wa Kids OR, alishukuru hospitali kwa kutoa nafasi ya kushirikiana nao katika mradi huo muhimu, ambapo aliahidi kuwa shirika hilo litaendelea kushirikiana na hospitali hiyo na taasisi nyingine za afya nchini kwa manufaa ya watoto wa Tanzania. Kwa muda mrefu sana tumekuwa tukishirikiana na hospitali ya Rufaa ya Kanda ya Mbeya katika kutoa matibabu ya watoto wanaozaliwa na midomo wazi. Na kutokana na mahusiano mazuri tuliokuwa nayo na hospitali ya Rufaa ya Kanda ya Mbeya, tumeweza kuwaletea chumba cha upasuaji cha watoto wadogo, na tunaamini kwamba chumba hiki kitaleta mabadiliko sio tu kwa watoto wanaozaliwa na midomo wazi, lakini pia ni kwa watoto wote wa Tanzania watakaopata nafasi ya kuja kutibiwa katika hospitali ya Rufaa ya Kanda ya Mbeya. Na huu ni mwanzo tu wa mipango mingine mingi mizuri ambayo tuko nayo katika kushirikiana na kuleta mabadiliko na kuboresha sekta ya afya kwa ujumla katika kuhakikisha kwamba kila mtoto wa Kitanzania anaweza akapata huduma safi na salama ya upasuaji sehemu yoyote pale atakapopatikana. Wito wangu kwa Watanzania, popote pale utakapoweza kumpata au kumuona mtoto au mtu mzima mwenye mdomo wazi, tafadhali tunaomba uweze kumleta katika hospitali ya Kanda ya Rufaa ya Mbeya ili aweze kupata matibabu. Ufunguzi wa chumba hicho cha upasuaji kwa watoto kilichofanyiwa maboresho unatarajiwa kuongeza kwa kiasi kikubwa uwezo wa hospitali ya Rufaa ya Kanda ya Mbeya kutoa huduma bora za upasuaji kwa watoto kutoka kanda ya Nyanda za Juu, Kusini na maeneo mengine ya jirani. Hii ni hatua kubwa katika kuboresha afya ya watoto nchini Tanzania. Mtazamaji, endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, Facebook, X na TikTok kwa jina la Sat Media, lakini pia kwenye YouTube channel yetu ya Sat Media. Ulikuwa na Mijako Martin.